wafuate hao, nami mtakaposikia habari za vita na fitina, msitishwe, maana hayo hayabudi kutukia kwanza, lakini ule mwisho hauji upesi. Kisha aliwaambia, taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme, na kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi na njaa na tauni mahali mahali, na mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni. Lakini kabla hayo yote hayajatokea, watawakamata na kuwaudhi na kuwapeleka mbele za masinagogi na kuwatia magerezani, mkipelekwa mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina langu. Hayo yatakuwa ushuhuda kwenu. Basi kusudieni mioyoni mwenu kutofikiri kwanza mtakavyowajibu, kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipiga. Nami mtasalitiwa na wazazi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu na rafiki zenu, nao watawapisha baadhi yenu, nami mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Walakini hautapotea hata unywele mmoja wa vichwa vyenu, nanyi kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu. Neno la Bwana. Tunaelekea mwishoni kabisa mwa kipindi cha mwaka wa liturujia ya kanisa, ambapo Dominika 33 kwa wasi, Dominika ijayo itakuwa Dominika 34, ndio Dominika Mfano inafunga. Dominika ya kwanza tayari mwaka hii, Dominika ya kwanza Majilio, mwaka hii wa kanisa. Kizangu, kila tunapoelekea mwishoni mwa mwaka wa kanisa, daima makanisa yote masomo yanahusia ile dhamira ya mwisho wa dunia. Masomo leo pia yanahusia mwisho wa dunia. Masomo yote yanahusia juu ya dhamira ya mwisho wa dunia. Tulie somo la kwanza leo. Katika somo la kwanza, kitabu hiki cha Malaki atuelezea vile dhamira ilikuja, inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi, yaani watu wote ambao wanamasi wao, wanamkaidi Mungu wao, hao wote wanakuwa kama makali. Ni maneno
kuwapatia ujumbe hawa wanaoshangaa hekalu. Sasa jamani, naona hekalu liko vizuri sana, limejengwa vizuri, lakini kwa siku ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe, litabomolewa lote hili, litaporomosha lote hili, halitasalia jiwe juu ya jiwe. Hawa watu wanamuuliza Kristo, ni lini? Kristo anawaambia siku hiyo haija, lakini matukio mbalimbali yanatokea kama njaa. Pia milima tatu itatokea sana, matukio ya njaa kubwa yanatokea, vita yanatokea, jua yapoteza nuru yake na tetemeko ya ardhi, kupambana kwa udongo na kadhalika. Lakini mambo hayo hayajalala mzangu. Hapo Kristo ameeleza ishara mbalimbali. Tujifunze hili uhusiano wa somo la kwanza na Injili. Kwenye somo la kwanza tunaona nabii Malaki anasema zitakuja siku ambapo wale wenye kiburi wote watakuwa wamekaa. Maana kutekelezwa ni moto, adhabu. Na wale wanaomenya pema hao watazukiwa na jua la haki. Kila ni kwenye Injili kwa kiwango bila yote hivyo. Kwenye Injili tunaona Kristo anasema mawe yote mnaona usuli wa hekalu hili utakomboshwa wote, na hatasalia jiwe juu ya jiwe. Hapa Kristo anaelezea tena juu ya maisha dunia. Kwanza Kristo kuelezea juu ya mwili wake mwenyewe. Anapoelezea hekalu kwa kiwango hamaanishi kwamba tutofanya hizi na baa hilo, hapana. Lakini hasa Kristo anaelezea juu ya mwili wake mwenyewe. Kristo ndio mwili wa Mungu. Lakini pia anaelezea kwamba yeye yuko siku ambapo atateswa vikali na atauawa msalabani. Anamwambia pia Kristo anamwambia sisi, mimi na wewe, uzamu mwili wako huo, mwili wangu huo unachukuliwa ndani yako. Na roho safi. Na kifo ni pale ambapo roho mwili vinatengana. Roho yako ina milele, haifi milele. Soma kitabu cha Mwanzo sura ya 18 tunaona katika habari za uumbaji Mwenyezi Mungu amefanya udongo, akamtengeneza binadamu, akampulizia pumzi ya nafsi hai, akawa mtu kiumbe hai. Mzangu, kumbe binadamu wewe na mimi tuliumbwa kwa mwili udongo umefinyama na tukapulizwa pumzi ya nafsi hai kwa kupata hiyo. Udongo ule umefinyama, mwili wako una mwisho. Na hata sio kuzaliwa kwako au kuzaliwa kwangu. Angalia kuzika anasema George, wewe ni mafupi. Ulikuwa mafupi na unakuwa mbele bongo. Ndio hapo ambapo anajia juu ya uumbaji ulikuwa kidogo. Lakini roho yako inachotoka inakwenda kukulia ipate haki au ichome kama mataka kama kusema. Uzangu, kumbe roho ina milele. Ni kwamba tu au mbinguni au kuna tabia yake nafsi. Hapo ndipo Kristo anasema hekalu hili litakomboshwa na litasalia jiwe juu ya jiwe. Ndio dhamira hiyo kwenye somo la kwanza kwa mara. Anaeleza kaya. Hapo kwa wangu wewe na mimi ulikuwa unapenda sana. Unajua unapenda sana. Unaogesha kazi vizuri, unaogesha kazi vizuri, unaogesha vizuri, unaostawisha vizuri, unaogesha vizuri, ukiugua bila sababu ya kutibiwa na kadhalika, unatibu mwili wako vizuri. Hilo ndio neno. Lakini ni wangu. Na kazi ya sema ni wangu. Hamjui ni yeye ndio mbele ya Mungu. Ndani yako umebeba roho. Hivi ni kalamu hilo
Upendo wako huo unaupenda hiyo, ipo siku utakumbusha wote. Na hayo sasa jiwe jiwe jiwe. Uzuri wako wote, umaarufu wako wote, fahari yako yote, ile njombe hapo kuishi upendo wangu utakumbusha yote. Cheo cha jina la pili yaitwa hayati fulani, yaitwa marehemu Joji, yaitwa hayati Joji. Ndipo hapo halisalitiwe bila jiwe, umekumbushwa kabisa. Mambo haya mwanangu yako yanastahili, yanasikia kuongea, yanapokea kuongea, lakini kama sasa lazima ipo ushoto ni kulipa mbili. Na maana kusema tutakuwa kama mkataba, lakini wewe ukarahani kuingia mbele na kisha sababu tena katika hiyo italio itakuwa Mzangu, watu wao wanauliza Yesu nini? Na wao wanakuja kushauri nini? Haujui upesi. Wahubiri kanisani walidanganya watu wakasema tetemeko la kwanza, tetemeko la dunia shakajaga na hiyo na kwa yeye ukata kutokea siku upaka kwa jua sura hiyo zikatokea kutokea jana. Na sasa hivi wanasema sasa imani hiyo mwenyewe itapita imani wanapewa hiyo sabuni unaokuwa bazani tawilo na hiyo kwa sababu katika hapo pekee unasema ndio mshauri mwenyewe njaa sasa wangu na kadhalika kwa hiyo wenyewe ndio mshauri na wanaofahamu vizuri sana wamekuwa historia kwa nyuma wahubiri kwa sababu ya kudini imani kushabulia na wengine wakaamua kuacha kupima kabisa, wakauza nyumba zao, wakauza mashamba yao na kadhalika. Shamba tayari bila moja hiyo na mshindo utokea. Wakasema haya 2010 na leo kaenda 2010 kabisa mshindo ya pili. Wale wahubiri wale kwa ndugu yao kwa sasa hivi 2020 jamani msimezo hapa mshoka huyu besi na wajile wengine kama matala kusema sana hakuna anayejua hata malaika wenyewe wajui ni Mungu pekee yake. Sasa wewe nani leo wewe umeniani leo binadamu kuna wadanganya watu kwa kisha dunia kesho hapana akisema Mungu mwenye Yesu anajua ni Mungu pekee yake. Ndio baba wangu Yesu tena amesema watu wanadanganya wanadanganya kwamba njoo huku mimi ndiye anasema ndio hao wanadanganywa wahubiri wanakuja kudanganya juu ya kushauriana na wewe pia wapendwa tujue hili hizo ishara zimetajwa sio kalenda. Jamani ishara zimetajwa lazima kalenda kwa maana unasaidia imani kalenda ni kwa sababu ya moja kwa mbili kuna ishara kwa tatu mwezi wa kwanza mwezi wa pili sio kwa kalenda na unaweza kusimamia jari za dunia ikajaza shilingi tena vita ikaja tena suri solaitus kwa wajua sokisha dunia ndio mategemeo maswa vita na kadhalika. Sasa tunakwenda kumsha dunia jamani wapendwa wa video haya hayati kama kalenda utahesabia mwisho wa siku Kristo hapa atukwamba tusitanganywe na watu hao. Leo dunia imechanganyikiwa. Hata kuzama imechanganyikiwa. Dunia leo imani imevurugwa. Kila mtu amevurugwa. Hata dunia hii. Kwamba tumevurugwa na imani. Adonai Biblia anasema njoo kwangu katika kweli. Wanakwambia huko na Musa na huko na Saidi mapili baada ya Musa na akafanya ndio watu kwa ndio hiyo 28 ndanganya.
jambo hilo usiangalie Mungu. Hayo yanakubwa zaidi ni shetani usichanganye kwa. Paulo anapatia solution ya hiyo sura ya kwanza na pili. Sura ya kwanza Injili ambayo yote yanaelezea kuhusu mlango kuhusu mkate. Kusudi tusikombolewe kiolewele. Paulo anaambia juu ya kazi kwamba solution ni kulia, fanya kazi yako. Ausapa wako na wengine wanashirikisha mambo ya wenzao, wameongea, wanawashauri wasifanye kazi, na wanaofanya kazi watoke hapa kwa Snaiki, kwa Snaiki. Ni kwamba wameafanya wanaongea kwa wako ndio yako, kitu ndio yako baba yule yuko vijana haya musu ndio mbao yule ndio vijana haya musu ili usuta kwa nini kwa nini yako mwenyewe ongea yako wewe na mjako ongea yako wewe na mume wako usomee jambo fulani kule kwa wako unafanya sherehe sana ya kwako inaenda mbali wewe unajua tu unataka kabisa pana kwa mambo yako mwenyewe kuna kila sababu ndio kama jana na Mungu baya tu usichapeleke unajua watu hapa sababu usichapeleke wacha kwa yako mwenyewe ndio hiyo kwa kwa hii kuna wengine amesema wana shughuli kwa wenzao hawafanyi kazi Paulo anatuambia tufanye kazi na amesema asiyefanya kazi na asile fanya kazi kama wale waliosema hapa kazi ulikuwa kwa kazi fanya kazi kwenye wito wako hapa kazi unasimama kwa hiyo kazi ya imani tena ya kuthabiti hii usiruhusu usishangae tumsikie sasa. Ndugu zangu, tusimame kwa imani na sadiki